mpango wa wokovu ni wa Mungu mwenyewe na juu ya mwanadamu. Naongelea wokovu, siongelei dini. Dini ni mpango wa wanadamu wa kumtafuta Mungu, lakini wokovu ni mpango wa Mungu wa kumleta mwanadamu mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Hebu tuangalie baadhi ya hatua. Huu mpango, jambo la kwanza ni mpango wa milele. Mpango wa milele. Biblia inasema kuwa Mungu alichagua kumkomboa mwanadamu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Katika Waefeso 1:4-5 tunasoma kwamba Mungu alituchagua katika Kristo kabla ya kuumbwa ulimwengu ili tupate kufanyika watoto wake kwa njia ya Yesu Kristo. Fungua na mimi Waefeso 1 mstari ule wa 4-5. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka ule wa 5. 4-5. Neno la Mungu linasema, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Mstari wa 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na urithi na uradhi wa mapenzi yake. Haleluya. Kwa hiyo mpango wa wokovu wa Mungu uliwekwa tangu milele, tangu misingi ya ulimwengu. Mungu alikuwa ameandaa mpango wa kumwokoa mwanadamu kutoka katika dhambi. Sio sisi tulimchagua Mungu, ila Mungu alituchagua sisi. Na Mungu katika wokovu wako, Mungu alikuchagua. Mungu alikuwekea mpango wa kuwa uwe mtu wa Mungu, uwe mtu uliyeokoka, uwe mtu mzuri. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu, na kuokoka kwako sio kwa bahati mbaya, sio kwa dharura, isipokuwa ni mpango wa Mungu ambao ulipangwa tangu milele, tangu asili, kwamba wewe uweze kuokolewa. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo wewe ni mchaguliwa. Hebu naomba useme, mimi ni mchaguliwa. Na umwambie mwenzio, wewe ni mchaguliwa. Maana kuna mtu mwingine hajui, na kuna watu wengine hawajui. Wanapopata wokovu wanafikiri ni waurithi wa familia yao au wa dini yao au wa dhehebu lao. Huko ni kujidanganya sana. Wokovu ni mpango wa Mungu kumfikia mwanadamu, tena sio mtakatifu. Ni yule mwenye dhambi ambaye amekubali kuacha dhambi zake akamfuata Yesu. Ule mpango aliyeweka ni Mungu, na mtu akigeuka kumfuata Mungu, mtu anamuokoa Mungu. Na ndio maana Mungu atakutana na watakatifu. Yesu Kristo atakutana na watakatifu pale mawinguni. Hatakutana na dini zetu, hatakutana na makanisa yetu. Kwa nini? Kwa sababu makanisa ni njia, mahali ambapo yanamuandaa mtu katika wokovu, lakini hayawezi kufanya mtu aokoke. Ndio maana kuna madhehebu mazuri hapa nchini, lakini unakuta bado kuna baa, bado kuna machangudoa, bado kuna hawa wanaojiuza ambao wanauza mili yao, bado kuna wachawi, bado kuna waenda kwa waganga wa kienyeji, bado kuna faraka kati ya ndugu na ndugu. Na bahati mbaya sasa hivi uhasama umeingia hata makanisani. Makanisa yanagombana, wanagombania vyeo, wanagombania mambo fulani na mambo fulani. Hivi imekuwa shida sasa, kwa sababu kila mahali inaonyesha kwamba kuna roho zinaachiliwa
za faraka na magomvi. Lakini Mungu wetu ambaye ametuchagua sisi, ameweka neno la wokovu ndani yetu, amekuja kwa watu waliokoka ili wasikie neno la Mungu, na kanisa sasa linafanya kazi ya kumhudumia huyo mtoto wa Mungu. Si unanielewa? Haleluya. Kama kuna mtu unahubiri hapa kama mimi, unamhudumia mtoto wa Mungu aliyechaguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mwalimu unafundisha, unamfundisha mtoto wa Mungu kumwandaa ili akamlaki Yesu mawinguni. Sio alithi vitu vingine, ili aweze kurithi uzima wa milele. Kwa sababu wokovu ni mpango wa Mungu. Kama kuna mtu unaweza kuimba, wewe whatever unaimba namna gani, kama umejaliwa kuimba vizuri, unamwimbia mtoto wa mfalme wa Mungu, unamwimbia mtoto aliyechaguliwa na Mungu, unamwimbia mtoto wa Mungu aliyechaguliwa tangu misingi ya ulimwengu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na karama yoyote ambayo unatumika nayo kanisani, unatumika nayo kwa ajili ya kumhudumia mtu mmoja aliyechaguliwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Paulo anasema mimi ni mtumwa wa Bwana. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema mimi ni mtumwa. Na ndio maana neno la Mungu linasema ni mkawe watumishi wa watu. Kwa sababu tunapotumika tunatumikia watakatifu wa Bwana. Haleluya. Kama wewe ni mwinjilisti, unashuhudia, ujue kwamba unamkumbusha yule aliyechaguliwa hajui nafasi yake. Unamwambia njoo kwa Yesu. Kuna binti mmoja aliimba, alikuwa anasema huko uliko sio kwako, kwako ni huku, kwako ni kwenye wokovu. Kuna mwingine yuko kwenye ulevi, kule kwenye ulevi sio kwake, kwake ni huku ndani. Haleluya. Kuna mwingine yuko kule anaishi maisha ya dhambi, hayo maisha ya dhambi sio kwako, kwako ni hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anatumika kwa kujengea nyumba wanawake, huko sio kwako. Njoo mjengee nyumba Yesu hapa. Njoo mjengee nyumba Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kwa kanisa mjengee Mungu. Nenda kwa kanisa wewe unayejengea wanawake. Hautatosha kujengea wanawake. Sulemani hakushiba na wanawake 1000. Wewe hautashiba. Nyoka na mke wako. Ninasema na wewe mtu ulioko hapa, lakini ninasema na wewe unayenisikiliza kwa njia ya YouTube, katika jina la Yesu. Nyoka, nenda na mke wako ambaye Mungu amekupa. Hizo pesa unatumia huko, ungetumia hapa. Huko uliko sio kwako. Mungu ana mpango na wokovu uje kwa Yesu. Bwana tusaidie sana. Mungu atusaidie. Kuna wengine ni waimbaji wazuri wanaimba huko, ungekuja uimbe hapa kanisa. Tunatamani sana hapa tungesikia waimbaji. Kuna watu wengine nikawaambia, njoni mwimbie Mungu kanisani. Sikia wako wanaimba, wanapiga chekeche, mwenzao wamekufa siamini, mlevi mwenzao wanapiga chekeche, eti Joani Andwale, Joani Andwale, si wale Joani Andwale, chekeche. Joani, nani akupeleke? Yesu anakuita njoo huku ili uwe na uhakika kwamba Yesu anakupeleka mbinguni. Sio kujiuliza kila siku Joani Andwale. Wewe unajiuliza, sisi tunajua Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mpango wa wokovu ni wa milele kwa mwanadamu na ni mpango kamili. Na Mungu alikuchagua tangu misingi ya ulimwengu. Sio kwa bahati mbaya, sio kwa muda. Haleluya. Uliyechaguliwa sijui kama uko hapa. Uliyechaguliwa sijui kama uko hapa. Uliyechaguliwa sijui kama uko hapa. Ondoa mashaka. Wenye mashaka hawataingia mbinguni. Nimekuja kukuambia mpango wa Yesu kufa msalabani ili uokolewe haikuwa bahati mbaya, ilipangwa. Ni mpango kamili ili wewe upate wokovu. Asante Mungu uliyepokea wokovu, uliyekubali. Haleluya. Haleluya.
utaendelea kumsemesha mwingine ambaye yuko huko nje, ili aje huku kwetu, ili aje kwa Yesu, maana ni mpango mzuri wa Yesu. Haleluya, haleluya. Ukiwa na Yesu umepata vyote. Ukiwa na Yesu una kitu cha thamani. Ukiwa na Yesu una nguvu ndani yako. Ukiwa na Yesu una ujasiri ndani yako. Maana walio na Yesu hawana hofu, hawana mashaka. Wako eneo salama, wako mahali salama, wana nguvu za Mungu. Mungu yuko katikati yao. Haleluya, 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 haleluya. Yes, 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 yes. Ndio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lengo lake ametuchagua tuwe watakatifu, tusiwe na michangano. Lengo lake ametuchagua. Usiyogaza unalewa unasema mimi ni mtoto wa Mungu. Hapana, ametuchagua ili tuwe watakatifu. Acha mbwembo hizo. Tutawatambua kwa matendo yao. Unazini unasema lakini mimi nimo. Walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Utasema hilo neno litakukaanga. Hatutarudi nyuma, tutasonga mbele. Haiwezekani ukawa unaendelea na uovu wako na ukasema umechaguliwa. Waliochaguliwa wameitiwa utakatifu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Haleluya. Ni kama ungesema ninatamani utakatifu wa Bwana. Haleluya. Iko damu ya Yesu hapa, ni huru. Mwambie Yesu nitakase. Yesu nioshe kwa damu yako. Kumbe umenichagua ili niwe mtakatifu. Nioshe Bwana. Kama vile Isaya aliposema nina midomo michafu, uliruhusu kala moto litakase kinywa chake. Na mimi Bwana unitakase kwa moto wa damu ya Yesu. Maana umenichagua ili niwe mtakatifu. Umenichagua ili niwe mtakatifu. Ninaomba Bwana unitakase kwa jina la Yesu. Amen. Jambo la pili, hatua ya mpango wa wokovu. Ya kwanza nimesema ni mpango wa milele wa Mungu wa kumwokoa mtu. Lakini jambo la pili ni unabii wa mwanzo. Haya maneno yanaelekeana, lakini yana utofauti kidogo tu. Haleluya. Baada ya anguko la Adam, ni mwanzo wa kuumbwa ulimwengu. Baada ya anguko la Adam na Hawa dhambini, Mungu alitoa ahadi ya kwanza ya wokovu katika Mwanzo 3:15. Huu ndio unabii wa mkombozi ambaye angevunja nguvu za dhambi na shetani. Haleluya. Busoma, fungua hiyo Mwanzo 3 mstari wa 15. Mwanzo 3:15. Neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wake na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Taweka uadui. Yani Adam alipomkosa Mungu, Mungu aliachilia laana kwa Adam mbalimbali, kwamba utakula kwa jasho na kwa jasho lako ardhi itakutolea mazao, itakutolea matunda. Alimlaani katika kazi zake. Ndio maana mpaka leo mwanaume ana struggle kutafuta chakula, kutafuta pesa kwa ajili ya familia. Yani hiyo ndio kazi ya mwanaume ambayo alipewa. Mungu aliongea akiwa amekasirika. Lakini mtu aliye katika wokovu unatakiwa kumwomba Mungu uwe na pesa ambayo hauli kwa sababu unatoa jasho tu, isipokuwa kwamba una baraka, isipokuwa kwamba una neema, isipokuwa kwamba una kibali cha Yakobo, cha Yusufu,
cha Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake ukiwa na Yesu, ukiwa na Mungu, utakula kweli kwa jasho, lakini si kama mtu aliyelaaniwa. Mtu aliyelaaniwa hashiki pesa, hatafuti pesa akawa anayo ikamsaidia. Siku zote atakuwa anatafuta pesa. Mtu aliyebarikiwa atatafuta pesa na atakuwa nayo, na atapanga mambo yake, atafanya mambo yake. Si kama ungetamani kupata hicho kitu, hiyo baraka, ungesema na ije kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu alipomkosa Mungu, Mungu aliachilia laana mbalimbali kwa Adam tofauti, kwa Eva tofauti, na kwa nyoka tofauti. Lakini hii ya mwanaume kula kwa jasho, kuna namna fulani anaweza kapunguziwa kama anatembea na baraka za Mungu. Lakini kama anatembea na laana, ni shida. Kwa sababu unakuta wanaume wengi wao wanajiuliza, kwa nini mwanamke hela zake ni zake, hela zangu ndio zetu? Hiyo haijaanza leo. Utakula kwa jasho, yani wewe uendelee kuteseka, uendelee kupata shida, lakini sio kwa nyumba za watu mliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Si mwili mmoja, tunasema mwili mmoja, vyenu vyote mnaviweka pamoja. Lakini ile laana inaendelea kuishi kwa watu wasio na Mungu. Haleluya. Pesa ya mwanaume ya familia yote. Yani kama na watoto 10 wote pamoja na mke wake wa 11 wote, kama anapata 100,000, hiyo hela itoshe watoto wote 11. Ila ya mke wake imtoshe yeye tu. Toshe yeye kwa ajili ya saruni na mambo mengine. Tusaidie Bwana katika jina la Yesu. Isiwe hivyo. Na nafikiri naongea kitu hapa, wapunguzieni hiyo laana. Kama mko wanawake hapa mliokoka, mnaomjua Yesu na mna pesa, wapunguzieni hiyo laana wanaume. Pesa yenu iwe yenu wote. Bwana tusaidie sana. Niliwaambia wakati fulani mpaka mume aliamua kuchomoa hela kwenye kifua cha mke wake, maana anaficha kila mara, yani anauza, anaficha, anauza, anaficha. Mume wake akanyata ile usiku, maana sasa mke alikuwa anaogopa hata kulala naye, analala mbali, anasema nini, anakaa huko kwenye chumba chake, na anakaa huko anakohisi usalama. Mume wake akanyata, anajua hela hapa pana tunaga, akakamatwa. Bahati mbaya akakamatwa. Yote hiyo isiwepo kwa watoto wa Mungu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Lakini ninataka kuongelea juu ya mwanzo wa wokovu, kwamba Mungu aliandaa wokovu au kuwachagua watoto wa Mungu tangia mwanzo wa ulimwengu. Tangia pale kwanza, tangu misingi, tangu huko milele. Haleluya. Lakini katika kuumbwa ulimwengu tunaona wokovu unaanza kutamkwa kwenye kitabu cha Mwanzo 3:15, ambapo anasema wokovu utatoka kwa uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke ni huyu Yesu ambaye atazaliwa, ambaye anasema huyo atamponda kichwa shetani. Kwa hiyo uwezi ukamtoa shetani mpaka uwe na uzao wa huyo mwanamke ambaye ameuzaa, ambaye ni Yesu Kristo, mzaliwa wa pekee, Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ambaye hakutungwa mimba pamoja na mwanaume, lakini Mariam alitungwa mimba pamoja na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alimsababisha Yesu aliyekuja ulimwengu kwa kusudi la kumwangamiza shetani na mateso yake. Maana pale kwanza alipokuwepo shetani alitawala mwanadamu, ambaye mwanadamu aliamua yeye mwenyewe kumwasi Mungu na kumchagua shetani. Maana mtu anaporuhusu dhambi katika maisha yake, anakuwa anaamua kuwa chini ya shetani na akakataa kuwa chini ya Mungu. Dhambi ni mlango wa shetani kumtawala mtu, lakini utu, wema, haki, mapenzi ya Mungu, kumwamini Mungu inaruhusu Mungu kumtawala mtu.
Kwa hivyo katika ile hali ambayo Adam na Hawa waliruhusu kwa kuingia kwenye dhambi, ilikuwa wamemruhusu shetani kuwatawala na wao kuwa chini ya shetani. Hawawezi chochote. Shetani anapotaka wafanyie chochote. Lakini alipokuja Yesu, mwana wa Mungu, Masihi wa Bwana, ambaye ana majina mengi. Ana jina anaitwa mkate, ana jina anaitwa njia, ana njia anaitwa uzima, anaitwa Bwana wa milele, ana majina: Mwokozi wa wenye dhambi, mpatanishi, kimbilio, msaada. Huyu Yesu ambaye alikuja, alijua anakuja kwa mission maalum ya kumponda kichwa shetani, ya kumpiga kichwa shetani. Maana Mungu aliandaa wokovu kwamba hawa watu hawataweza. Alijaribu kwa njia ya sheria kwamba hawa wanadamu yamkini wanaweza kuokoka kwa kushika sheria. Akaona namna ile sheria inavyoshikwa ni namna ya mpango wa mwanadamu tu kuweza kujipendekeza, lakini hawana mioyo inayomtafuta Mungu kwa haki. Akaleta sasa mpango mpya, mfumo mpya, ili watoto wake, bado Mungu anahangaisha kichwa chake, aweze kumuokoa huyu mwanadamu. Akamtuma huyu Yesu ili amponde kichwa shetani. Sasa hii ni habari ya Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Ndipo unaona huu mpango wa Mungu wa kuzaliwa huyu mwanamke atamzaa mtoto wa Mungu atakayemponda kichwa shetani, atakayemdhibiti shetani. Si kama unaelewa watu wanaokaa sehemu zenye nyoka. Nyoka ukimpiga mkiani huku hawezi kufa haraka, ila ukipiga kichwa ni mara moja anakufa. Kwa hiyo shetani anapigwa kichwa. Yesu anapokuja maishani mwetu, wewe uliyechaguliwa na Bwana, haleluya, wewe uliyemwamini Yesu, uliyemkubali Yesu, usitishwe na shetani. Ukiwa na Yesu usitishwe na shetani. Si kama kuna mtu hapa na mashaka na hofu na shetani. Sema kwa sauti kubwa, mtu mmoja akusikie. Sema usiogope. Usiogope. Upate nafasi ya kujisemea hata nafsi yako. Hebu ujisemee, sema usiogope. Mwambie yule mtu wa ndani ambaye anaogopa wachawi, mwambie usiogope. Hebu mwambie yule mtu wa ndani ambaye anaogopa ukoo, unasema tutaona wewe unajifanya umeokoka. Huyo mtu wa ndani mwambie usiogope. Maana yuko Mungu. Yuko Mungu aliyeweka mpango wa wokovu juu yangu. Atamponda kichwa shetani katika jina la Yesu. Na iwe hivyo. Shetani umeshindwa na kuponda kichwa na mambo yako yote, na kupiga ili usiinuke, ili usikae, ili usitese maisha yangu kwa jina la Yesu. Na kupiga tena, na piga tena kufa mbele yangu kwa jina la Yesu. Hautaishi. Sina hofu kwa sababu Bwana yu upande wangu katika jina la Yesu. Haleluya. Pigie Yesu makofi ya imani. Haleluya, haleluya. Ni unabii wa mwanzo ambao Mungu aliuweka, sio jambo la dharura. Lakini tangia Ibrahim, Mungu alianza kutimiza mpango wake kwa kumwita Ibrahim na kumwahidi kuwa uzao wake utakuwa baraka kwa mataifa yote. Kuanzia Ibrahim,
Wale mnaoandika, unaweza ukaandika jambo la tatu kuanzia Ibrahim, na kwamba Mungu aliweka mpango wake wa kutimiza mpango wake kwa uzao wake kuwa utabarikiwa na mataifa yote yatabarikiwa, kama neno la unabii kwamba kupitia yeye Ibrahim uzao wake ndiko atakakozaliwa yule Masihi wa Bwana ambaye atakuwa mwokozi wa ulimwengu kuja kumponda kichwa shetani. Haleluya. Kwa wale watakaomwamini Yesu watakuwa salama. Mungu aliweka wokovu kwa Ibrahim kama picha ya mwanzo ya kuandaa wokovu wake. Utaona namna ambavyo haijawa dharura kama ninavyosema. Mpango wa wokovu wa Mungu ameanza milele, amekuja mwanzo wa kuumbwa ulimwengu, lakini anakuja kujifunua kwa Ibrahim. Leo utaona anajifunua kwa Ibrahim, Isaka na Yakobo, na kupitia uzao wa Yakobo au Israel ndiko unaona Masihi wa Bwana anazaliwa. Haleluya. Hebu usome Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. 12. Neno la Mungu linasema katika Mwanzo sura ya 12 1 mpaka 3. Mungu anaongea na Ibrahim. Neno la Bwana linasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4 anasema, basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Haleluya. Haleluya. Ile neno ni neno kubwa sana. Bwana akaenda, Ibrahim akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Mara nyingi Mungu ameachilia mpango wa wokovu. Wale wanaokubali kwenda kama Ibrahim, Mungu atawaokoa maisha yao. Watakao kubali kutoka kama Ibrahim, watakao kuwa watii kama Ibrahim, Mungu atakuwa Mungu kwao. Na wale waliomkubali Yesu, waliomwamini Mungu kupitia Yesu Kristo, ni kama Ibrahim aliyekubali kutoka. Na wote mliomwamini Yesu, atakaye kulani atalaniwa, atakaye kubariki atabarikiwa. Ni uzuri wa namna gani? Haleluya. Haleluya. Ibrahimu hakuahidiwa mali kule anakoenda. Ibrahimu hakuhakikishiwa maisha kule anakoenda. Ibrahimu aliambiwa tu utabarikiwa. Ukiwa na baraka za Bwana ndio kila kitu, ndio package. Haleluya. Kapoya sayatea. Ukiwa na upako, ukiwa na baraka, una kila kitu, kila kitu, kila kitu, kila kitu, kila kitu. Ukiwa na baraka, ukiwa umebarikiwa, ukiwa na baraka, una kila kitu, na kila kitu, kila kitu. Watakao kulani watalaniwa wao, watakao kuzodoa watazodolewa wao. Kiwa na Bwana, kiwa na Yesu, kiwa na Bwana, ukiwa na Yesu, arapaya kosandes, rapo papore ande sarabakoli avasiki. Ibrahim, toka kwenye nchi. Toka kwenye nchi yako, nenda mahali nitakapokuonyesha. Hapo where I'm sending you, you'll be blessed. Repakasia. Pale unapoenda nitakubariki. Wewe usiogope. Mara nyingi watu tunachelewa sana kuamua maamuzi.
Si hivi kweli wokovu nitapata nini? Waliokoka si ni maisha magumu. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Haleluya. Kuna watu hawajui kusoma na hawajui kusoma nyakati. Hawaelewi vizuri. Haleluya. Mungu anamwambia Ibrahim. Na Ibrahim alivyo mjanja. Anatoka kweli. Unajua Ibrahim hakuanza utajiri kwa sababu alikuwa ameanza kutii. Mungu alimbariki muda mrefu. Na kupitia hizo baraka pengine zingekuwa jaribu kwake. Anasema utoke, uende kwenye nchi nitakao kuambia. Sasa kama baraka Ibrahim angesema mbona nina mali bado? Kwa sababu mali zake alizoondoka nazo Ibrahim kwenye nchi ya Uru. Alipotoka nchi ya Uru ya Wakaldayo, alikuwa na mifugo mingi. Alikuwa na watumwa bado. Haleluya. Kwa utaona baraka ambazo Mungu anamwambia ni baraka zaidi ya vitu. Unaweza ukawa una vitu lakini you are not blessed. Kwa sababu huna wokovu, hizo mali zitatumika kukunyonga na kukupeleka jehanamu. Haleluya. Asante. Ibrahim anatoka sasa. Anaenda kwenye nchi aliyoahidiwa. Na ahadi moja ambayo naisikia hapa anasema, uzao wako utabarikiwa, lakini mataifa yote yatabarikiwa kupitia wewe. Maana yake yule Masihi atatoka kwenye huu uzao. Ndio mataifa yote. Unajua Ibrahim akamzaa Isaka. Isaka akamzaa Esau na Yakobo. Na katika Esau na Yakobo, alipozaliwa Yakobo, alikuwa ni mtu aliyebarikiwa na Bwana. Utasema inakuaje? Mungu mwenyewe anasema, nalimpenda Yakobo na alimchukia Esau. Mungu hana maswali. Mungu hana upendeleo. Yeye anajua kupitia Yakobo ndiko taifa la Israeli limetokea. Lakini kupitia taifa la Israeli ndiko Masihi Yesu alikozaliwa. Haleluya. Huyu Masihi Yesu ambaye ni mkombozi wa ulimwengu alitoka juu, alipitia kwa Mariam kama ahadi ya Mungu, kupitia kwenye uzao wa taifa la Israeli. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini ni Mungu kamili aliyetoka mbinguni. Maana Mariam alibeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yule Yesu alikuwa mahali ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Angeumwa njaa, angejisikia kuumia katika mwili. Alikuwa na hali ya mwili inaitwa incarnation. Ni hali ya mwili ambao ameubeba. Lakini kwa kuwa alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alikuwa Mungu. Alikuwa na uweza wa kiungu. Ndio maana alikuwa na uweza wa kutawala mazingira na hali. Na ndio maana waliokuwa wanamuua walijua wanamuua binadamu, lakini kumbe wanamuua Mungu mwenyewe ambaye anataka wakomboe. Na asante, Yesu alisimamia ajenda yake vizuri ya kuwakomboa. Ndio maana akasema, Mungu wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wangejua wanatenda hili kwa ajili ya ukombozi wao wenyewe, basi wangeweza kupokea wokovu. Wangeniamini, wangepokea wokovu baada ya hapa. Lakini kwa kuwa hawajui, kama alivyosema kwa Yerusalemu, 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 laiti ungalijua ya kupasayo toba. Lakini kwa kuwa yamefichwa machoni pako, ndipo adui zako watakuzingira. Hawajui wanadamu wakamuua, lakini mpango wa Mungu ulikuwa kuwaokoa wao wenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupitia Ibrahim ni ahadi ambayo Mungu aliahidi juu ya wokovu kwetu sisi tuliochaguliwa. Juu ya mwanadamu yoyote ambaye amemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na yule ambaye bado hajaamini, yuko dhambini mpaka sasa, huo mpango, hiyo program bado ina msearch. Ule mtandao haujazima.
mtandao wa wokovu na search watoto wa Mungu. Hai na kamata huyo ameokolewa, tupia kwenye uzima wa milele. Na ametoa assurance moja, ni katika Yohana 10 mstari wa 29. Ametoa uhakikisho. Anasema wale alionipa Baba hata ondoka hata mmoja. Hebu aliyepata naomba unisomee kwa uhakika. Yohana 10 mstari wa 29. Fikiri neno liko pale. Naam. Ni mkuu, yes. Anasema Baba aliyempa watu ambao wanamwamini Mungu kupitia Yesu Kristo ni mkuu. Kuna watu wanasema ukiokoka si nini utashindwa. Shetani yupo. Yuko aliye mkuu. Endelea, rudia tena. Wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Amen. Uko mikono salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika maandalio ya agano jipya kutoka agano la kale. Maandalio ya agano jipya kutoka agano la kale. Kama umepata wewe Isaya unaweza kaanza, au uliyepata wa mambo ya Walawi 17:11 unaweza ukaanza. Nasoma Isaya 53 mstari wa 4 na 5. Amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake wewe umepona. Mbona unajibu kwa mashaka? Kwa kupigwa kwake Yesu wewe. Kwa hivyo manabii walitabiri ujio wa Masihi, kama hiyo Isaya tuliyosoma 53. Isaya yote 53 ukisoma yote utaona unabii wa Isaya kuhusu Yesu. Utasoma hapo. Lakini hata Zaburi imetabiri juu ya ujio wa Yesu. Katika historia ya Israeli, Mungu aliweka mifumo kama dhabihu za wanyama ili kuonyesha picha ya wokovu kupitia damu ya Kristo. Mungu aliweka mfumo wa wokovu kupitia damu ya wanyama. Lakini ile damu iliyokuwa inatolewa ilikuwa ni picha ya damu ya Yesu. Nafikiri wakati mwingine tutakuja tupate somo linalohusiana na damu ya Yesu. Lakini ilikuwa ni picha. Soma Walawi 17:11 uliyepata. Katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Mtu asingeweza kupatana na Mungu bila damu. Na hapa ilitakiwa tuje na sadaka za damu. Ilitakiwa tulete kondoo, ilitakiwa tulete njiwa, wale wanyama safi ambao walikuwa wanapelekwa na wana Israeli wakati wa analogi. Wokovu wa analogi. Maana yake wanatumia nguvu kubwa ya kupata utakaso. Wanatumia gharama kubwa ya kupata utakaso kwa kuleta sadaka za wanyama. Sijui watu wanaotoka Ilemi wanaswagaje kondoo, wanaotoka Uyole wanaswagaje kondoo, wanaotoka Nzovwe baba angekuja amepakia kwenye gari pale mnyama ili achinje ibada yake ikubalike. Na makuhani
wanakaa huko ndani. Sasa kama huko anakuja mmoja mmoja, foleni, anaingia kama hapo ndani. Maana hapa palikuwa panaitwa patakatifu. Ukiingia kule chumbani anakokaa kuhani, kulikuwa kunaitwa patakatifu patakatifu, pale pa kutolea sadaka. Kwa hiyo ina maana watu wanakuja, unapokuja ni lazima ueleze sadaka uliokuja nayo, ili yule mnyama achinjwe. Na kuna mabaunsa wa kuchinja hao wanyama, wanachinja na damu yako inaletwa pale, na ile damu inanyunyizwa. Sifikiri hao wanaotambika wametoa wapi. Ilikuwa ni mfumo wa Mungu wa kutakasa nafsi, wa kutakasa mtu, wa kutakasa dhambi zake. Haleluya. Sasa watamnyunyiza apate utakaso, apate ondoleo la dhambi, apate kibali kwa Mungu. Mungu aliweka ule mfumo. Ndio maana mimi ninaita ule mfumo ulikuwa ni analog. Haleluya. Kwa wale ambao wanasema kwa lugha ya sasa hivi analog, tungesema sijui nini. Ni mfumo wa kizamani. Haleluya. Ambao analog unasema kama mtu unapeleka barua Tukuyu, Dar es Salaam, ulitakiwa uende paka ya, lakini sasa hivi unaongea na mtu kwa simu. Hii ndo tunaita digital. Haleluya. Sasa wakati ule lazima waende wote hapo na walete sadaka, mtu mmoja mmoja apate utakaso. Na ndio iliingia shida, walikuwa wanaingia sasa na wanyama wanawaleta, kwa sababu nyama aliye kilema hakuruhusiwa kutolewa sadaka. Sasa kanisa likapanga, likasema sasa hivi wanyama watakuwa wanauzwa hapa hekaluni. We njoo tu na hela. Watu wanakuja na hela. Sasa hapa kunakuwa na biashara, na kuhani lazima uwe na kibanda pale nje. Bila shaka kinaweza kuwa kikubwa, akina Moitenga, akina Mwakarobo, akina Dokta. Hapo kila mtu anakuwa na kibanda, ili mkija kusali mnanunua wanyama hao. Wanasema umenunua wapi? Nimenunua huyu kondoo wa sadaka ya familia yangu, nimenunua kwa Dokta Mwakasega. Basi hamna shida, ngoja tufanye ibada. Anafanya ibada. Hii sadaka nimetoka nayo nyumbani. Hamna, hii itakuwa na kasoro, kanunue hapa, kanunue kwa Moitenga. Kwa hiyo Yesu alipokuja alikuta biashara ndani ya hekalu inaendelea. Kuna watu wanafikiri ile biashara ndani ya hekalu ilikuwa kwamba wanaleta. Lengo la ile sadaka ilivyokuwa inatolewa ilikuwa ni kujipatia kipato, sio kuwasaidia watu ili wapatane na Mungu na nafsi zao. Bwana tusaidie. Kuna mtu umeelewa hilo jambo kwa upya? Amen. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Damu Mungu aliweka ni mfumo wa kumtakasa mtu, wa kumpatanisha mtu. Anapotaka kwenda kwa mtu, Mungu alitakiwa kuangalia damu iliyotolewa. Kwa hiyo kama kuna damu, ile damu ilimpa mtu kibali cha kusogea mbele za Bwana, cha kuomba toba, cha kuomba utakaso, cha kuomba kibali kwa ajili ya mifugo yake na kibali kwa ajili ya mashamba yake. Kwa hiyo ile damu ilikuwa inafanya kazi nyingi sana. Wanaisraeli walizingatia hiyo sana, walitoa dhabihu na kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile ilikuwa ni picha ya damu inayokuja, damu ya Yesu Kristo. Ilikuwa Mungu anafanya maandalio. Wenzetu wa Israeli waliteseka, na kama wanafanya mpaka leo wanajitesa. Na kama kuna dini yoyote inayofanya ibada ya kuchinja inajitesa. Yuko Yesu, njooni tunawaalika, ambaye damu yake ni bora, ni ya thamani, inatolewa mara moja tu. Mtu anakuwa amepatanishwa nafsi yake na Mungu, tofauti na ile damu ya wanyama enzi za Walawi, kwamba ilitakiwa itolewe kila mwaka mara moja, kwa sababu ilikuwa ni kuliniu. Kitoa kisha mwaka na renew. Unajua hiyo system ya kishamba hivyo, ya kipumbavu hivyo, shetani ameirithi. Sasa Mungu amehama digitale, ameacha damu ya Yesu ifanye tu. Ukiingia kwenye biashara zako useme kwa damu ya Yesu ninaachilia mahali hapa katika jina la Yesu. Ukienda kwenye nyumba yako unasema ninamimina damu ya Yesu kwenye dari ya nyumba hii.
hauchinji kitu, hauchinji paka, hauchinji kuku, haunyunyizi kitu, unatembea na damu ya Yesu. Unaenda shambani, unasema ninanyunyiza damu ya Yesu hili shamba kwa jina la Yesu. Wachawi wabaya watakapokuja, ninanyunyiza damu ya Yesu katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, ile damu inakupatanisha na ardhi unayoisemesha. Ile damu inakupatanisha na nyumba unayoisemesha. Juu ya watoto wako unasema ninanyunyiza damu ya Yesu juu ya watoto wangu, ninanyunyiza, ninawafunika kwa jina la Yesu. Hiyo rapako ya sakapela wasende rebosa, hiyo unapoitumia ni damu inayofanya kazi. Sasa shetani msikie, kalete kuku. Sikia washamba waganga, washitukieni, wanawatesa bure. Kwa yoyote unayefikiri kwenda kwa mganga, mshitukie, shetani anakutesa bure. Tumia damu ya Yesu kwa imani kabisa. Shitukie shetani, mkatae. Kalete ng'ombe. Kileta, yani wanaanzaga kidogo, kalete kuku. Yani kidogo kidogo, kalete kondoo. Yani unasema kuku ni bei rahisi, unaleta. Mara siko kalete ng'ombe, mara si ng'ombe wawili, mara kalete mtoto wako. Si tena hapo uwezi ukatoka, kwa sababu ulishaweka maagano. Anaposema kuku anakupa na dawa, nakupa na dawa, maana yake anakuweka kwenye himaya yake. Ng'ombe ulishakuwa mteja wake, na ukitaka kumwacha useme mimi siwezi kumtoa mtoto, siwezi kumtoa mzazi, hauwezi, kwa sababu anasema sasa utakufa we mwenyewe. Damu yako inatakiwa huku, na anasema mizimu huku inataka damu. Mizimu inataka damu, ni damu yako. Basi ngoja nimtoe. Shamba shetani, mshtukie katika jina la Yesu. Iko damu ya Yesu ambayo ni agano bora, litolewa mara moja tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambayo litolewa mara moja. Kwa kupigwa kwake Yesu damu ikatoka, mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake Yesu, damu ya Yesu bavuni, mimi vitu vyangu vimepona, maisha yangu yamepona. Kila kitu ninatumia damu ya Yesu Kristo. Wewe mtu wa Mungu, itia damu ya Yesu. Itia damu ya Yesu katika hali yako ya kiroho. Damu ya Yesu ambayo inaweza kuharibu kazi za shetani. Damu ya milele ina nguvu na uweza. Itia damu ya Yesu katika maisha yako, katika biashara, katika mashamba, katika kazi, katika masomo. Itia damu ya Yesu. Sema Yesu, ninaomba Bwana unisikie saa hii. Yamkini saa hii tu nikaelewe zaidi juu ya nguvu ya damu ya Yesu katika kuniponya, katika kunisaidia. Asante kwa wito ulionipa ambao ni mpango wako tangu zamani. Hata kama niliishi maisha ya kutokuelewa, lakini Mungu uliweka mpango wa wokovu tangu misingi ya ulimwengu. Nami Yesu umeniokoa sasa. Nimejua jina lako. Lakini Bwana, mara hii tu unisaidie kuelewa juu ya nguvu ya damu ya Yesu katika maisha yangu, katika kazi, katika nyumba, katika familia, kila mahali ninapoweza kuwepo. Damu ya Yesu mara hii tena ukanisaidie, ukaifanye nguvu yake kwenye hiyo damu, nguvu yake kwenye hiyo damu, kuniponya, kunitakasa, kuniumba tena, kunifinyanga tena, kunipatanisha na Mungu kwa jina la Yesu. Ile thamani kubwa ya wokovu ikaendelee kubaki, nikaendelee kufurahia, kwa sababu damu ya Yesu inaenda kufanya kazi mahali pale ambapo pamesalia.
ambapo sikuelewa, pengine sikuliita jina lako sawa sawa, lakini sasa ninakuita Yesu, kwa damu ya Yesu kukomboa, kunipatanisha na kila uharibifu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen.